Katika juhudi za kuboresha huduma za afya kwa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, mnamo 18 Juni 2025, watoto wa makao ya House of Blue Hope yaliyopo kata ya Mabibo manispaa ya Ubungo wamewezeshwa bima ya afya ya CHF iliyoboreshwa. Uwezeshaji huu umetokana na hisani ya mlezi na mmiliki wa makao hayo kwa ushirikiano na afisa ustawi wa jamii, mratibu wa huduma za bima hiyo wilaya ya Ubungo, katika kuhakikisha watoto hawa wanapata huduma za afya ya uhakika na endelevu. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akizungumza afisa ustawi wa jamii na mratibu wa huduma za bima ya afya ya CHF iliyoboreshwa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, Bi Leticia Meena, ambaye anafanya vizuri katika huduma hii kwa kuhakikisha anahamasisha jamii na kutoa elimu ili kila mwananchi apate huduma ya bima hii, ameeleza yafuatayo. Tuko hapa Mabibo kwenye kituo cha Blue Hope. Tumeweza kuhamasisha sisi kama maafisa ustawi wa jamii, ambayo ni jukumu letu pia kuhamasisha jamii kujiunga na bima ya afya. Tukijua kwamba huduma za matibabu ni gharama kubwa sana. Tunampongeza mmiliki wa makao hii ambayo hii nyumba ya watoto amekubali kutoa ushirikiano na kuwakatia bima ya afya watoto wanaoishi katika nyumba hii. Na hii bima ya ICHF unapata huduma za ultrasound, unapata huduma za x-ray, unapata huduma za upasuaji mdogo na mkubwa, unapata huduma zile za afya ya mama na mtoto, huduma za afya ya kinywa na meno, huduma za macho, huduma za kumuona daktari, vipimo vya maabara, unapata huduma za dawa. Unaona, hizo ni huduma zote ambazo za msingi unaweza kupatiwa ukiwa na bima hii ya ICHF. Kwa hiyo ni bima muhimu sana na bei yake ni nafuu sana. Kwa mtoto mmoja au mtu mmoja ni shilingi 40,000 tu, ambapo anapatiwa matibabu mwaka mzima. Na familia ambayo ni kaya ya watu 6 ni 1,500,000 unapatiwa huduma mwaka mzima. Kwa hiyo tunaona ni namna gani hii bima ni bei rahisi sana. Kwa hiyo itawakamua kutoka gharama kubwa, labda mtu alikuwa afanyia operation kwa milioni 2 au kwa 300,000, anaweza kafanywa operation kwa shilingi 40,000 tu. Kwa hiyo ni si jamii kupitia masuala haya ya uhamasishaji wa bima, ambapo tunaendelea kuhamasisha katika kata mbalimbali, tunazunguka katika viwanda, katika makao, daycare, shule, sekondari, maofisini, vikundi mbalimbali. Na waomba wanajamii au na wadau wengine mbalimbali wajumuike pamoja, tuungane kwa pamoja kuweza kuwasaidia hata yale makundi maalum. Kuna makundi yana changamoto. Sisi kama maafisa ustawi wa jamii tunakutana na makundi mengi ya watu ambao wana uhitaji, wanawake na watoto. Utakuta wanawake wengine wametelekezwa na watoto. Tukipata wadau wa kuweza kusupport kuwakatia bima ya afya, au wazee kuwakatia bima ya afya, tutashukuru. Inaweza kuwasaidia ukali wa maisha na kupunguza gharama. Akielezea kwa furaha alionayo mwakilishi wa mmiliki wa makao hayo Bwana Elia Mbwawa, alikuwa na haya ya kusema. Ni mwakilishi wa mmiliki wa kituo cha House of Blue Hope ambaye ameweza kuchangia kukata bima kwa watoto 90. Kituo cha House of Blue Hope kilianzishwa mwaka 2007 na hadi sasa hivi kituo cha House of Blue kuna watoto 100, na sisi sote tunafurahia watoto 90 kukatiwa bima. Umuhimu wa bima za afya katika watoto, inaweza kumsaidia mtu akipata tatizo au ugonjwa wa ghafla, inaweza kumsaidia apate huduma kwa haraka na wepesi. Nilikuwa na shauri wadau wengine waweze kuwakatia watoto wenye mahitaji bima za afya ili ziweze kuwasaidia kupata huduma, na watoto wengi sasa hivi wanapata magonjwa mengi, kwa hiyo wakawasaidia kukata bima za afya inaweza kusaidia. Na kwa upande wake Binoela Simon, mwananchi aliyehamasika kukata bima hii baada ya kupata elimu, ameeleza furaha yake. Nimehamasishwa na maafisa ustawi na leo nilipowasikia wapo hapa, nimeamua nije kukata hii bima ya CHF. Kwanza imeboreshwa na maboresho, kwa hiyo sitaiacha, bora nije kuikata hii bima. Wanawake wenzangu nawahamasisha mje kukata hii bima, inafaa na inasaidia. Mwaka mzima kwa 40,000, kwa kweli siiachi. Kwa hatua kama hizi, jamii yetu inatuma ujumbe wa mshikamano, upendo na matumaini kwa watoto wote Tanzania. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.